Hayo yamebainishwa na mkurugenzi wa shirika hilo akiwa mkoani Geita mara baada ya kumalizika kwa semina iliyowakutanisha waandishi wa habari wa Geita iliyolenga kuongeza uelewa kuhusu umuhimu wa kulinda na kutunza mnyamakazi punda. Naitwa Livingstone Masija, ni mkurugenzi wa shirika lisilokuwa la kiserikali ambalo linaitwa ASPA. Kwa hali ya utoshaji wa punda kwa hapa Tanzania bado sio nzuri, ni mbaya. Ni mbaya kwani kuna watu ambao wanafikia kwamba hawezi kuishi bila hii biashara. Lakini kwa kushirikiana na wadau mbalimbali, ZVC, Wizara ya Mifugo, polisi, STPU, sisi wenyewe wadau wa mifugo, mashirika MASPA na watu mbalimbali, waandishi wa habari, wanajamii kwa ujumla, basi tunapigana kwa nguvu zote kupambana hii biashara haramu ya utoshaji wa punda kwenda nchi jirani. Jitahidi sana, ukiona tukio limetokea, ripoti mara moja, tupigie simu au ripoti polisi, STPU, watatusaidia katika kuondoa hilo tatizo la utoshaji wa punda Tanzania. Amesema semina hiyo imejikita kuangazia namna punda anavyochangia katika kufanikisha malengo ya maendeleo endelevu, ambapo mnyama huyo anatajwa kuchangia kufikia malengo 7 kati ya 17, hususani lengo namba 1 linalolenga kutokomeza umaskini ifikapo mwaka 2030. Punda anachangia katika maendeleo endelevu kama 7 hivi, lakini yote yanafanya na punda katika kumweka mtu hapa duniani. 1, kumpa chakula; 2, kumpa pa kulala; 3, kumpa afya njema. Kwa hiyo punda anafanya kazi kubwa katika hayo mambo makuu matatu, na kubwa zaidi anamuingizia mtu kipato, pesa, kwani punda anahusika katika shughuli mbalimbali. Iko ni pamoja na kuleta kuni nyumbani, kuleta maji nyumbani kutoka maili ndefu, kujenga, kulima na vitu mbalimbali. Na kwa ujumla huwezi kumkuta mtu ambaye anaishi na punda nyumbani kwake akalia njaa, kwa sababu punda ni chanzo kikubwa cha mapato katika familia mbalimbali za Tanzania. Kwa upande wake, daktari wa mifugo kutoka shirika hilo ametoa wito kwa viongozi wa serikali za mitaa kuandaa sheria ndogo zitakazosaidia kudhibiti na kuwawajibisha watu wanaoshindwa kulinda ustawi wa mnyamakazi punda. Kwa majina naitwa Dr. Lazaro Mirama, ni daktari wa wanyama katika hii shirika la ASPA ambao linajihusisha na utetezi wa mnyama punda. Punda wanaofanya zile kazi za kule mgodini wanapata vidonda, wanafanya kazi muda mrefu, wanazidiwa na ule uzito wa ile mizigo. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa punda waweze kuangaliwa na waweze kutibiwa, lakini tunashauri pia, tunafanya kazi pia na serikali za mitaa ziweze kutengeneza sheria ndogo ndogo za kuwadhibiti hawa wanaofanya kazi au punda wanaofanya kazi kupitiliza. Punda anachoka, wakati mwingine wanakufa, lakini pasipo kufika muda wao wa ule ambao unatakiwa kuishi. Shirika la ASPA linafanya kazi zake kwa ufadhili wa Brook East Africa, likiwa na lengo la kuboresha ustawi wa punda pamoja na kuongeza uelewa kwa jamii kuhusu mchango wa mnyama huyo katika shughuli za kiuchumi na maendeleo ya jamii. Baadhi ya waandishi wa habari mkoani Geita walioshiriki katika semina hiyo wamesema mafunzo waliyopata yatawasaidia kuripoti kwa ufanisi zaidi masuala ya ustawi wa wanyamakazi, hususan punda. Kwa ujumla mafunzo yamekuja kwa wakati mwafaka na kwa kundi mahususi, kwa sababu sisi tunaihudumia jamii ambayo pia punda wanapatikana katika jamii hiyo, na tumeona punda wamekuwa na msaada mkubwa kwa wananchi wanaomiliki mkoani Geita katika shughuli mbalimbali za kijamii. Lakini changamoto kubwa, punda walio wengi kiwatazama unaona wana afya zisizoridhisha na wamekuwa wakifanyishwa kazi kwa muda mrefu na kupata matunzo hafifu. Kwa kupitia elimu niliyoipata kwa siku ya leo, nitakwenda kuifanyia kazi ndani ya jamii ili kuhakikisha jamii inajengewa uelewa wa pamoja juu ya umuhimu wa mnyama punda na kuendelea kuthamini punda wanaomiliki ili kuendelea kuongezea kipato katika familia zao. Kwa semina ambayo tumeipata siku ya leo, kuna mambo mengi ambayo tumejifunza kuhusiana na punda.
sababu sisi tupo kwenye jamii ambayo inafuga punda na inajishughulisha sana na ufugaji wa punda. Sasa kwa elimu ambayo tumeipata na kwa maeneo mbalimbali ambayo huwa tunaenda kutembelea, tumeona kwamba punda huwa wanapitia vitu ambavyo hawastahili kupitia. Yaani tumeona kwamba punda ndo mnyama ambaye anastahili kuteswa, kupata shida, bila kupigwa punda hawezi kwenda, lakini kumbe sio hivyo. Sasa mimi nikiwa kama mwanahabari nitaenda kutoa elimu kwa wale wafugaji wa punda ambao wanafuga punda na kuwatesa, au ambavyo wanawafanyia punda kinyume na vile ambavyo wanatakiwa wafanyiwe. Sambamba na hayo, punda anatajwa kuwa mnyamakazi namba 2 kwa kuchangia kukuza uchumi katika familia. Kutoka Geita, mimi ni Mrisho Sadik.